Ndugu yangu Limila ni mtu wenu wa Kigongo, mmeishi naye, tunamfahamu sana kuliko mimi kumwongelea. Niwaombe sana ndugu zangu, mumpe nafasi akafanye kazi nzuri ambayo alikuwa anaisimamia yeye, sasa aende akaifanye yeye mwenyewe. Ndugu Limila ni mtu makini sana, ni mtu muungwana sana, mstaarabu na mtu mwenye busara sana. Mimi nimemfahamu hivyo. Amekuwa mtu ambaye kwa kweli huwezi kumkuta sehemu maneno ya ovyo ovyo, huwezi kumkuta na vitendo vya ovyo. Ni kiongozi kweli kweli, na sisi tumemwamini kama chama tukamleta kwenu. Tunawaomba wananchi wa Kigongo muunge mkono, mtuchagulie, na sisi tunawaahidi kupitia Limila Karimba na Daktari Samia Suluhu Hassan, kazi yenu ya Kigongo itaendelea kutekelezwa, kero zenu zitasikilizwa na mambo yenu yatakuwa mazuri zaidi. Vyama ambavyo vinakuja kwenu kipindi hiki cha uchaguzi, kama chama na mgombea wake kina nia, kinaumizwa na mambo ya watu wa Kigongo, matatizo ya Kigongo sio ya mwaka 2025. Matatizo ya Kigongo yalikuwepo hata mwaka 2024, yalikuwepo hata 2023 na miaka mingine mingi kurudi nyuma. Maanake tulitarajia hivi vyama na mgombea wao ambao leo wanakuja kwenu kuomba kura, wanakuja kueleza changamoto za watu wa Kigongo, wanakuja kutaka kupata kura mwaka huu na uongozi, basi wangekuja kusema hayo maneno mwaka jana, wangekuja mwaka juzi, tungewaona wameshiriki vipi kwenye ujenzi wa madarasa yetu, maana pale kujitolea hata nguvu kazi. Hivi vyama na watu wao tuliwaona katika shughuli zozote za kijamii. Kipaumbele chetu cha mwanzo katika vitu vyote kwanza ni kuhakikisha usalama wa maisha ya watu na mali zao. Eneo hili tulilopo takriban miaka 2 au 3 iliyopita, kulikuwa na mafuriko hapa mpaka nyumba zilikuwa zimezama nyingine, na mafuriko yale kuna watu ambao tulipoteza, wengine tulipoteza kwa sababu kuna watu walipoteza maisha, na kuna watu wamepoteza mali zao, na wengine mali zao ziliharibika. Kwa kuona changamoto zile, mbunge wetu pamoja na rais wetu Mama Samia wakapitisha mradi ule wa utanuzi wa mto Msimbazi ambao unakuja kuwa suluhu kwa matatizo ya mafuriko kwa watu hasa wa eneo hili na maeneo mengine ya Kigongo. Hii ni moja ya changamoto ambayo inafanya kwamba mimi nisilale na kusingizi mpaka nihakikishe haya mambo yamekamilika. Mradi umeanza na najua mradi umefika Mbuyuni, kutoka Mbuyuni utavuka kuja upande wa kwetu. Kwa maana kuhakikisha kwanza watu wa usalama. Hii ni moja ya vipaumbele vya muhimu kabisa ambayo tunaifanya mimi niingie na kuja kupambania. Kituo chetu cha afya kile kuna majengo ya watu binafsi ambayo yanatakiwa kufidia ili kusudi tuweze kupata eneo zaidi la kuhudumia wananchi. Pale tulishaletewa hadi ndani mashine kubwa la kuhifadhi maiti, lakini jokofu ilibidi liondoke kwa sababu hatukuwa na sehemu ya kuiweka. Sasa moja ya majukumu ambayo najipa nikiingia vipaumbele vya mwanzo kabisa ni kwenda kupambana kuhakikisha fidia zinalipwa, ili ikiwezekana pale tuweze kupata maeneo ambayo yatatusaidia kupata huduma nyingi zaidi, na ikiwezekana, kwa sababu katika ilani yetu ya Chama cha Mapinduzi wamesema wataongeza hospitali, ile kituo chetu cha afya tulipe fidia ili kusudi ikiwezekana sasa ile hospitali ambayo itahudumia watu wengi pamoja na maeneo kati ya kata za karibu zilizopo hapa Kinondoni, kwa sababu hospitali yetu ya wilaya ya Mapopane na Mapopane na Kinondoni yani ni mbingu na ardhi. Huwezi kumtoa mgonjwa wangu ukapeleka Mapopane. Kwa hiyo jukumu letu mojawapo ni kusimama kuhakikisha hili jambo linakwenda na watu wetu wapate huduma mahali ambapo tuna uhakika
kabisa huduma hizi zitawasaidia. Ndugu zangu, afya ni muhimu. Tutapambana vile vile afya kinga, kuhakikisha tunafungua mifereji yetu inayopita majumbani mwetu, na vile vile kutoa elimu kusudi kabla watu hawajaenda hospitali, basi wale watu wanaoshughulika na afya kinga, kabla tujaenda kutibiwa, basi elimu itolewe ya kutosha ili wananchi wetu waendelee kwa salama. Mikopo ya 10%. Sasa tutaendelea kutoa elimu kwa sababu kwa bahati mbaya sana vijana wetu wa kiume wengi fursa hii wanaikwepa, na katika kutafuta kwetu kuzunguka na kuzungumza nao, walio wengi mambo ya kujaza mafomu mengi na nini wanaona tabu. Lakini tumekusudia na mheshimiwa Bunge, mara tutakapomaliza uchaguzi na kuingia, tutaita semina hasa itahusu vijana wa kiume ambao wanahangaika na shughuli zao mbalimbali, ili na wao waingie kwenda kupata hii mikopo, kwa sababu mikopo hii inaweza kusaidia watu ambao wanaenda kujitafuta ili maisha yao yaendelee. Ili tufike mahali watu walibebe hili nani jukwaa kufika nao hapa, tuone namna gani tunaweza tukafanya tuweze kupata njia ambayo inaweza kupita Kilikuu, bajaji, ili tuweze kufika katika nyumba za watu. Najua hii ndio changamoto kubwa sana ya watu wa huko. Mimi nimechukua kwa sababu nitaipeleka kwa wengine tufanyie kazi. Nimechukua sasa, nimefikisha tupambane ili tuweze kuona hawa watu wanaokaa huku kwa wingi, basi wawe na namna nzuri ya kuweza kufika maeneo haya, kwa sababu hata hapa wanapotoka baada ya kikao hiki, manake shughuli yake hapa hii ni kubeba, sio tena kwenye gari, mpaka watakapofika kwenye njia ambayo wanaweza wakapita ikaja gari itachukua. Kwa hiyo ni changamoto ambayo haiwatesi nyinyi na tutesa sisi wote, kwa sababu kila mtu ana mahitaji kufika maeneo fulani kwa usafiri ambao alionao. Kwa hiyo ndugu zangu, hili tumelichukua. Niwaombe chonde tarehe 29 ikifika, tuamke asubuhi na mapema, tujaliwa na Mwenyezi Mungu, tutoke twende tukapige kura zetu, twende tukamchague Mama Samia Suluhu Hassan, twende tukamchague